بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي إذا أراد شيئا يكون. ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رسولا نبيا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, watukufu watazamaji wa channel yetu hii ya Taalimu Organization, tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu ambazo tukijifunza katika jambo zima la kufahamu na kuzijua sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo walivyoelekeza wanawachuoni. Ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye ni mukallaf kuzijua sifa 13. Kwa hivyo leo tunaendelea katika sifa hizo, ambayo tutakuwa tunaizungumzia sifatul irada, sifa ambayo irada hiya almashia, ni utashi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni mwenye kusifika na sifa hiyo ya kuwa ni mwenye kutaka. Hiyo ni sifa yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo al-irada ni sifatun qadimatun qaimatun bi dhati llahi, ni sifa ambayo ya tangu na tangu, sifa ambayo imethibiti kuithibitikia dhati yake Mwenyezi Mungu. Na kwa sifa hii yukhassisu biha almumkin alaqli, kwa sifa hii Mwenyezi Mungu uhusisha kila ambacho kinaingia katika kigao cha tatu katika vigao vya hukumu za kiakili, ambayo inaitwa mumkinul aqli au jaizul aqli. Kwa hivyo vyote vinaingia katika fungu hili la tatu, ambavyo ni kila kinachowezekana kwenye akili kuwepo kwa wakati fulani au kutokuwepo katika wakati mwingine. Kwa hivyo vyote hivyo ni kwamba vinahukumiwa na sifatul irada. Sifa hii irada inakuwa inahusisha kwamba kuhusisha katika hivi ambavyo vinavyokuwa ni mumkin na akili, kuhusisha baadhi ya sifa kinyume na baadhi ya sifa nyingine, na kwa wakati kinyume na wakati mwingine, katika zile sifa ambazo zinakuwa ni kitu na kinyume chake, kama mfano wa uhai na umauti. Ni kwamba tunapomwangalia mwanadamu, inaswihi kwake yeye kuwa hai na inaswihi vile vile kuwa amekufa. Yote hayo yanaswihi, ni sifa ambazo zinamthibitikia huyo mwanadamu, lakini sifa hizi haziwezi kuthibiti katika kitu kimoja ndani ya wakati mmoja. Kwa hivyo sasa sifatul irada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale anapotaka kumthibitishia mmoja katika kiumbe wake sifa moja kati hizi mbili, basi yeye humthibitishia kwa wakati wote anaotaka. Kwa hivyo akapata hatua ya mwanzo, kwanza inaanza kwamba huyu mwanadamu amekuwa na hali ambayo ya kutokuwepo. Sasa kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamuhusisha badala ya kutokuwa na sifa ya na hali ya kuwepo, akampa sasa Mwenyezi Mungu akampa ukiumbe wake sifa ya kuwepo, badala ya kutokuwepo akapata sifa ya kuwepo, akaingia katika alwujud, katika uwepo. Kwa hivyo kwa sifa hiyo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale anapotaka sasa anamhusishia tena sifa ya kutokuwepo badala ya kuwepo, ambayo yupo, akamthibitishia sifa ya kutokuwepo, akatoweka yule kiumbe, akapata sifa sasa ya kutokuwepo badala ya hali aliyokuwa nayo ya kuwepo. Kwa hivyo hatua zote hizi ni kwamba zimu ndani ya iradatullahi, kwamba utashi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
pale ambapo anapokuwa ametaka basi kile alichokitaka kitakuwa vile ambavyo tayari alivyotaka. Na sifa hii ni sifa ambayo ya Mwenyezi Mungu ya tangu na tangu, sio sifa ambayo inazuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa zake zote ni azaliyun, ni sifa ambazo hazina mwanzo wa kuwepo. Sifa hizi zote ni sifa ambazo azaliyun, sifa ambazo hazina mwanzo wa kuwepo, kama ambavyo ilivyokuwa dhati yake Subhanahu wa Ta'ala haina mwanzo wa kuwepo, basi na sifa zake zote ambazo zinaithibitikia dhati yake ni sifa ambazo vile vile hazina mwanzo wa kuwepo. Kwa hivyo sasa hapa inatakiwa itambulike kwamba anna Allah Ta'ala khassasa kulla shay'in, Mwenyezi Mungu amehusisha kila kitu minal mumkinati al-aqliyan, katika vile ambavyo vinakuwa ni katika mumkinati al-aqliyan, vitu ambavyo vinawezekana kuwepo kwa wakati na kutokuwepo kwa wakati mwingine. Kwa hivyo vyote hivyo Mwenyezi Mungu sasa katika vile ambavyo mumkinati al-aqliya havipo vikapata sifa ya kuingia katika kuwepo. Sasa uingiaji wake katika uwepo ni kwamba ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye amehusisha, kakihusisha hicho kiumbe kikapata sifa ya kuwepo badala ya kubakia na hali ile ambayo ya kutokuwepo. Na vile vile kuhusisha katika hicho kwa sifa fulani kinyume na sifa nyingine. Kwa hivyo kuhusishwa mtu kwa shakli, yani kwamba ile shepu alionayo na sura ambayo alionayo ambayo ndio imethibiti hiyo kwa huyo mtu, basi yote hayo bitakhsisillahi, ni kwa kule kuhusisha Mwenyezi Mungu, akamhusisha huyo mtu akawa na hali hiyo kinyume na hali nyingine. Na ilikuwa inawezekana mtu mweusi kwa mfano akawa mweupe, ni kitu ambacho kinawezekana kwamba badala ya kuumbwa yeye akawa mweusi angeumbwa akawa mweupe. Jambo linawezekana. Yule ambaye alikuwa ni mweupe, inawezekana kiakili kwamba badala ya kuumbwa akawa ni mweupe akaumbwa kuwa ni mweusi. Kwa hivyo yote hayo yapo ndani ya utashi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwahusisha viumbe wake katika hali tofauti tofauti, na zote hizo ni mambo ambayo yanawezekana kwake Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivyo. Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akieleza kwamba Qur'ani ikitueleza kwamba sifa hii irada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa'alun lima yurid, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya kile ambacho anachokitaka. Ay annahu tabaraka wa ta'ala yujidu wa yaf'alu al-mukawwanati, na anafanya katika vile ambavyo vipo biiradatihi al-azaliya, kwa utashi wake ambayo ni sifa yake azali. Kwa hivyo kwa kutaka kwake vile ambavyo vyote vinavyoingia katika mumkin al-aqli, basi yeye Subhanahu wa Ta'ala ni muweza ambayo kuweza kufanya katika hatua hiyo ambayo kila kimoja kipo katika hatua hiyo. Kwa hivyo aya hii inatuthibitishia kuwa Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kusifika na sifatul irada pale aliposema fa'alun lima yurid, ni mwenye kufanya kile ambacho anachokitaka. Kwa hivyo hali yote tunavyoiona katika dunia, yote yale ambayo yanayotokea ni kwamba katika hali hiyo hiyo kilivyo hicho kitu, basi hivyo ndio Mwenyezi Mungu ametaka kitu hicho kiwe, kwa sababu hakuna mwingine ambaye anayefanya katika mambo yote haya isipokuwa ni yeye Subhanahu wa Ta'ala. Yeye anasema Subhanahu wa Ta'ala katika hatua hiyo ya kuviumba viumbe vyake, anasema Allahu khalaqakum wama ta'malun, Mwenyezi Mungu amekuumbeni nyinyi na vyote ambavyo mnavyovifanya. Kwa hivyo kwa kupitia irada hii ni kwamba Mwenyezi Mungu kahusisha kila kimoja vile kilivyo, na hivyo inatakiwa itikadi ya Muislamu hivyo. Na katika
kuzindua nukta nyingine muhimu kufuatana na jambo hili la utashi wa Mwenyezi Mungu, ni kwamba hii imekuwa ni amu, kwamba kutaka kwake Mwenyezi Mungu, yeye ndio ambaye anataka kila ambacho kinachotokea katika ulimwengu huu, na hayo yote ni kwamba Mwenyezi Mungu tayari alikwisha yapanga. Akataka kitu fulani kwamba hichi kitakuwa, na inapofikia ule wakati ambao aliotaka, basi Mwenyezi Mungu anakiumba, kinapata kuingia katika sifa hii ya kuwepo. Kwa hivyo, na hiyo ni kwamba imekusanya hatua zote, kheri, shari, imani, kufuru, uzima, umauti, kuwa na maradhi, kuwa na siha na mengine yote, ni kwamba kuwepo kwake yote ni kwamba yanahukumiwa na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotaka. Kwa hivyo tukiliangalia hata jambo la kuamini, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio ambaye anayetoa ile hidayah, ule uongofu, akawaongoa watu, baadhi ya watu, na wengine akawaachilia wakawa ni katika hatua ya kupotea, kwa maana hakuwatakia kuongoka, basi akawa amewatakia wao kupotea. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, na wala si sahihi wakati mwingine kwamba hupatikana watu wakasema kwamba yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, wakairejesha dhamiri kwamba kwa mja, kwamba yule mja ni kwamba yeye anaongoka kwa kutaka kwake na kupotea vile vile kwa kutaka kwake. Hapana, ni kwamba kuongoka na kupotea yote hayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mmiliki, na yeye ndio ambaye anayewaongoa wale ambaye anawaongoa na kuwapoteza wale ambao wametaka wao wapotee. Mwenyezi Mungu basi huwapa hatua hiyo ya kupotea, na hayo utayaona wazi pale Nabiullahi Musa alipokuwa akimweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Kwa hivyo akainasibisha moja kwa moja kwamba ule upotevu ni kwamba tudillu biha, wa mtihani wako Mwenyezi Mungu ambao unautoa kuwapa viumbe wako, basi upelekea kabisa kwamba ukampoteza. Tudillu anta ya Rabbi, tudillu, wewe Mwenyezi Mungu ndio ambaye unampoteza mantasha, unayemtaka wewe. So kwamba anayepotea ni kwamba yule, au Mwenyezi Mungu anampoteza yule ambaye ametaka yeye kupotea. La, ni kwamba hiyo itakuwa sivyo na itakuwa ni makosa. Ukawa sasa kuna mtu mwingine yeye atakuwa ana uhitari tofauti, ni kwamba yeye sasa akawa anafanya kinyume na vile ambavyo Mwenyezi Mungu anapotaka. Hakuna hiyo, ni kwamba kila ambacho kinachotokea basi kinatokea kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu yeye alivyotaka. Na kadhalika aya hiyo iko wazi kuonyesha kabisa kwamba dhamiri hiyo moja kwa moja Nabiullahi Musa ametegemeza kwa Mwenyezi Mungu, tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha, kwamba wewe ndio unampoteza unayemtaka na kumuongoa unayemtaka. Kwa hivyo ikawa haifai na wala si sahihi, na ni makosa makubwa sana kutoa hilo, na wala hakuna haja kwamba watu wakawa wakisema kwamba ikiwa kwamba Mwenyezi Mungu atahusika kwamba yeye kuwapoteza watu na wengine kuongoa, kwamba hii inaonekana kwamba itakuwa kwamba Mwenyezi Mungu yani amependelea au ikawa kwamba kwa maneno ambayo wanayosema kwamba ikawa sasa yeye Mwenyezi Mungu kawadhulumu wengine. Ni kwamba jambo hili linatakiwa lifahamike vizuri. Hakuna sura ya dhulma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo sura kabisa ya dhulma kwa Mwenyezi Mungu haipo, kwa sababu dhulma ni mtu kufanya maendesho katika kile ambacho si miliki yake. Mtu atakuwa kafanya dhulma akaingia kumiliki
au kufanya maendesho ya jambo fulani ambalo yeye sio mmiliki, atakuwa ameingia kufanya dhulma, kufanya maendesho katika kitu ambacho si chake. Sasa hawa tunaozungumza wa viumbe hawa ni miliki yake Mwenyezi Mungu, yeye ndio ambaye kawaumba. Kwa hivyo yeye ndio ambaye anayefanya kwa viumbe wake hawa kile anachokitaka. Kwa hivyo kawataka hawa wawe katika hali hii, hawa wawe katika hali hii, hawa wawe katika hali hii. Kwa hivyo hakuna sura ya kuonyesha hapa kuna dhulma, wakati yeye Subhanahu wa Ta'ala anafanya kile ambacho anachokitaka katika milki yake. Manake huyu atakayesema kwamba huyu kamdhulumu, ataulizwa kwamba huyu ni kiumbe wa nani? Nani ambaye alimuumba? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio kamuumba. Kwa hivyo yeye ndio mmiliki ambaye anammiliki huyu, na mmiliki haingii sura anapofanya maendesho katika kile anachokimiliki. Kwa hivyo hakuna kabisa hiyo shutuma hapo kwa Mwenyezi Mungu, wala haifai kabisa kwamba mtu kuisimamia kwamba akaona kwamba hiyo ni hoja kwamba Mwenyezi Mungu akifanya kinyume na hivyo, yani ikiwa kwamba huyu mtu hatohusishwa yeye kupotea binafsi kwa nafsi yake, itakuwa kwamba imeingia dhulma kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna sura ya dhulma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maendesho yale anaendesha kwa viumbe wake, kuwatakia hawa wakawa katika neema, hawa wakawa katika hali ya dhiki, hawa kuwatakiwa wakawa katika neema kubwa hiyo ya imani, na wengine wakawa katika hatua janga hilo la ukafiri. Hapo hakuna dhulma, hiyo ni mipango yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye haulizwi kwa vile ambavyo alivyofanya. Kwa hivyo hilo ni nukta muhimu ambayo tumetaka kuitanabahisha kwamba watu waizingatie. Na nukta nyingine muhimu katika kutanabahisha ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile ambacho alichokitaka ndiyo anakifanya, na hakuwa Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kubadilisha kile ambacho tayari alikwisha kithibitisha kwamba hichi kitakuwa katika hatua hii, kwamba tangu azal Mwenyezi Mungu ametaka jambo hili litakuwa namna kadha wa kadha. Kwa hivyo hilo ambalo Mwenyezi Mungu tayari alishalitaka hilo halitobadilika. Na nukta hii vile vile ni nukta muhimu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yughayyiru mashi'atahu, Mwenyezi Mungu habadilishi utashi wake, kwa maana kile ambacho kilichothibiti kwamba Mwenyezi Mungu hichi tayari kisha kihukumia kwamba kuwa hivi, basi hicho tena hakibadiliki, kama ambavyo anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akieleza kunako hadithi al-Qudsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad, kwamba mimi ninapopitisha maamuzi ya jambo basi la lirejeshi tena. Sasa hapa pana mambo ambayo nataka kuyafahamu. Kuna hadithi ambayo inasema la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a, kwamba hakuna kinachorejesha qada'a isipokuwa dua. Sasa mambo haya yanahitaji hasa ufafanuzi. Maana yake hapo kuna hadithi inaonyesha kabisa kwamba dua inarejesha qadha. Huku Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi anasema, mimi ninapoamua jambo nikishalipitisha jambo hilo tena alirejeshwa. Hapa panakuwa vipi? Sasa hapa pana mambo mawili. Kuna jambo linaloitwa qada'ul mubram na kuna qada'ul muallaq. Haya ni mambo mawili muhimu ambayo yanatakiwa kwamba ndugu msikilizaji uyazingatie vizuri, ili kuweza kufahamu namna gani hadithi mbili hizi zinavyofanya kazi. Kwa hivyo hadithi ya kwanza ambayo hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu anasema, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Hii inakusudia na kueleza qada'ul mubram. Hayo ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo tena yalimshapitishwa maamuzi hayo moja kwa moja, haya hayana mabadiliko tena. Ni maamuzi yake ambayo tayari Mwenyezi Mungu alikushataka hivyo, ni kwamba hilo halibadiliki, ndio imethibiti na ndio itakatokea. Na wala haifai kwamba katika sura hii mtu kusema kwamba na kuomba Mwenyezi Mungu ubadilishe vile ambavyo ulivyotaka. Hii maombi haya ni haramu.
na anaweza kumuingiza mtu hasa akatumukia katika ukafiri, kwa sababu maana yake unavyoeleza wanachuoni, unapoomba kwamba katika yale tayari Mwenyezi Mungu amekwisha yaamua kwamba hili ndio hivyo, halina tena njia nyingine, kwamba hukumu yake Mwenyezi Mungu kisha aliamua kwamba hili, unapofanya kusema kwamba unamuomba Mwenyezi Mungu hivyo kwamba hilo alibadilishe, ni kwamba unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba jikadhibishe Mwenyezi Mungu mwenyewe, halafu na ufanye kile ambacho mimi ninachokitaka ukifanye. Kwa hivyo na hatua hiyo inakuwa ni hatua ambayo mtu, kwa maana hiyo inamtumbukiza mtu katika ukafiri, ikiwa atakuja kusema neno hilo na kufahamu kwamba hivi ambavyo ndivyo vinavyokuja hivyo, basi atakuwa anatumbukia mtu katika ukafiri. Kwa hivyo ikawa haifai kusema kabisa kwamba au kuomba kwamba Mwenyezi Mungu abadilishe utashi wake ambao tayari alikwisha uhukumu, amekwisha pitisha, hilo ndio ambalo litakalokuwa, ni kwamba hakuna mabadiliko. Sasa mtu kuomba hivyo ni kwamba atakuwa naomba jambo muhali, na itakuwa inampelekea yeye kutumbukia katika ukafiri. Ama sura ya pili ni kwamba qada'ul almuallaq, hii inafahamisha kwamba qada'ul muallaq, na hii ndio itakuwa inahusiana na hadithi ile ambayo kwamba la yaruddu alqada illa dua, kwamba hakuna kinachorejesha qada isipokuwa ni dua. Kwa maana hii inaambatana kwamba qada'ul muallaq ni maandishi ambayo tayari yanakuwa yapo katika vitabu au madaftari ambao walionayo malaika huwa wanakuwepo, wanapata madaftari na maandishi yale ambayo yatakuwa yameandikwa. Kwa mfano fulani ikiwa yeye ataunganisha ukoo wake, basi umri wake mfano utakwenda ukafika mpaka miaka 70, na kama hakuunganisha ukoo wake, basi umri wake utaishia miaka 60. Kwa hivyo inakuwa hiyo imening'inia katika madaftari yaliyopo katika mikono ya malaika. Kwa hivyo katika hali kama hiyo, wao hawajui ni lipi ambalo litakalothibiti kwa mtu huyu kwamba atafikia umri huo wa miaka 70 au ataishia kwenye miaka 60. Kwa hivyo hapo linabakia hilo limening'inia hivyo. Wao wanaangalia sasa huyu mtu kile ambacho kilichofungiwa kwake kukifanya, atakifanya ama hatukifanya, ili itakuwa kwamba umri wake utaishia kwenye miaka hiyo 60. Sasa wamalaika wanakwenda na hali hiyo, wanakuwa wao hawajui mpaka pale itakapothibiti lile lililofungiwa kwamba kulifanya. Akilifanya basi wanajua sasa huyu kaunganisha ukoo wake moja kwa moja, huyu atafikia katika umri wa miaka 70. Kwa hivyo sasa wanafuta hii hapa ilikuwa kwamba ataishia katika miaka 60, wanafuta. Kwa hivyo hiyo ndio ikawa kwamba hatua hiyo kusema kwamba dua kwamba inaondoshwa ile qadha, kama ambavyo na ilivyokuja katika hadithi zingine kuonyesha kabisa kwamba kule kuunganisha ukoo ni kwamba mtu ataongezewa umri, lakini maana yake inakuja katika sura namna hii. Na katika sura kama hii ya hadithi hii ni kwamba mtu anawezekana akawa ni mgonjwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa kampangia kwamba huyu mtu ikiwa kwamba atapata dua ya mwanawachuoni fulani ama ya mcha Mungu fulani akimuombea dua fulani, basi yale maradhi yake yatafupika, badala ya kuendelea mpaka kufa kwake, ni kwamba sasa yatamwepuka. Na ikiwa kwamba hakupata dua hii, haya maradhi yataendelea mpaka kufikia hatua yake ya mwisho. Kwa hivyo sasa wale malaika wanakuwa hawajui wakati huo atapata dua hii ama hapati. Kwa hivyo ikifikia pahala sasa imeswadifu kama kapata dua ile, ni kwamba wanajua sasa huyu haya maradhi yatamwepuka kabla ya kufikia umri wake wa mwisho. Kwa hivyo watafuta ile hatua ambayo ya kuonyesha kabisa kwamba huyu atakufa na maradhi haya, ikabaki kwamba sasa huyu maradhi haya yatamwepuka. Na mfano hivyo katika kupata na kukosa inakuja katika hatua namna hiyo. Kwa hivyo hapo sasa moja kwa moja ikawa kwamba kile ambacho kinachohukumiwa kufutwa na kubakia
katika sura hiyo ni kwamba ni katika qada'ul muallaq, maamuzi yale ambayo tayari yako yamening'inizwa katika mikono ya malaika. Hapo ndipo ambapo patikana hatua hiyo. Ama katika qada'ul mubram, kule kauli ni moja tu, ambayo hii itakayokuja baadaye mpaka ikaje ikathibiti, ni kwamba kule inakuwa ndio kauli hiyo moja, kwamba huyu atafikia mfano miaka 70, ama huyu maradhi yake hayatodumu mpaka kufa kwake, yatakuja kupoa katika wakati kabla ya kufa na ataendelea vizuri tena. Kwa hivyo moja kwa moja kule katika qada'ul mubram huko kuna kauli moja tu moja kwa moja. Kwa hivyo kule hakuna kinachofutwa. Kinachofutwa ni hichi ambacho kilichopo katika mikono hii ya malaika. Kwa hivyo muhimu kuzingatia na kufahamu kwamba kuna qada'ul mubram na kuna qada'ul muallaq. Sasa masala ya kubadilika katika hayo ambayo yanayozungumzwa ni kwamba yapo katika qada'ul muallaq, katika yale ambayo yalithibiti yako katika madaftari yaliyopo ndani ya mikono ya malaika. Haya ndio ambayo yanayotokezea huku, lakini yale ambayo yaliyothibiti katika ule utashi wake Mwenyezi Mungu, ambayo tayari imethibiti katika lauhul mahfudh, ni kwamba hayo tena hayana mabadiliko. Vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotaka ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam.